Haya. Mheshimiwa Thomas Muinga, mkuu wetu wa wilaya ya Sikonge, Mheshimiwa sana mama yetu Bi Anna Chambala, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya yetu, natambua uwepo wa viongozi wote katika meza kuu tukiongozwa na Daktari Mboya ambaye ndiye rasi wetu wa mkoa wetu wa Tabora, mwenyekiti wa halmashauri, madiwani, viongozi wetu wa dini, kiongozi wa mila, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mkuu wangu wa wilaya, awali ya yote kwanza naomba na mimi nipaze sauti kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana leo katika asubuhi hii nzuri iliyo nzuri zaidi ndani ya kijiji chetu hiki au kata yetu hii ya Igigwa. Furaha kubwa zaidi ni kukutana na ndugu zangu, watani wangu, lakini kubwa zaidi watani hao wakiongozwa na mtani mkubwa kabisa, mbunge wetu wa jimbo letu Comrade Maganga. Maana kila mtu ana mtu wake, au sio? Na sisi tunaye mnyamwezi wetu pale bungeni. Mnyamwezi mwenyewe anaitwa Maganga, anatokea Sikonge. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini kabla sijatoa salamu nilizokuja nazo, nataka niwashukuruni sana wana Sikonge. Wana Sikonge, mna kila sababu ya kushukuriwa. Yako mambo mengi sana mazuri ambayo mmeyafanya. Naomba nyinyi wana Sikonge ni kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali yenu. Lakini sio hilo tu, pia tutaendelea kuhakikisha kwamba umeme pia unafika katika vituo vyetu vya afya. Nimeongea hapa na mainjinia wetu, wametuambia kwamba kinachohitajika zipatikane milioni 30 ili kutoa umeme pale kwenye kona kijiji chetu kuleta hapa. Sasa hili ni swali moja tu kwa mwenyekiti wetu wa halmashauri. Hivi kweli halmashauri ya Sikonge ina unyonge milioni 30? Hapana, Mambo mazuri bwana. Umeme utakuja Igigwa. Maana unajua kwa vingine kama mnyonge sana unasema, lakini Sikonge mzee hatuna unyonge huo bwana. Kwa hiyo nini nataka niseme, ndugu wananchi, kazi ya serikali yenu ambayo nyinyi mlichagua kupitia ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030 ni kuhakikisha kwamba mambo yote ya msingi ambayo ni mahitaji ya wananchi wake yanafikiwa mapema iwezekanavyo. Sisi ndani ya serikali tutaendelea kuwa watiifu na wasikilizaji wa wananchi katika yale wanayotaka, na ndiyo maana ndani ya serikali mipango ndiyo inayozalisha maendeleo. Kama unavyotambua, katika miaka 5 iliyopita serikali yetu ilikuwa inafanya kazi ya kukamilisha dira ya uelekeo wa maendeleo ya mwaka 2025. Leo tunaposimama hapa tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Yaani maana yake ni kwamba tuna dira mpya ambayo inaanza kutekelezwa mwaka huu mpaka mwaka 2050. Ndani ya dira hiyo imeelezwa mipango ya muda mrefu, lakini pia ndani ya dira hiyo imetengwa mipango ya miaka mitano. Sisi ndani ya bunge ambalo nyinyi mnamwakilishi tumetenga pia utekelezaji wa dira hiyo kwa mwaka mmoja, ikiwemo katika msisitizo mkubwa kuhakikisha kwamba yale mahitaji muhimu ya wananchi yanafikiwa. Nataka niwahakikishieni wananchi wenzangu wa Sikonge, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kutekeleza utatuzi wa changamoto katika maeneo yetu, ikiwemo matatizo kama haya ya afya ambayo tumeanza na ujenzi wa kituo cha afya. Lakini pia kama mnavyojua, mabadiliko ya sera yanatutaka kwamba sasa tuwe na vituo vya afya katika kila kijiji, katika kila kata, na baadaye kama mnavyojua tukiendelea kuzaliana vizuri, ndugu zangu wa Nyamwezi, maana tunaweza tukahitaji vituo vya afya katika kila kijiji. Ninajua unyonge huo haupo hapa. Ombi langu kwenu, serikali ya kijiji, lakini pia kupitia usimamizi wa mheshimiwa diwani, tenge eneo kubwa ili baadaye ikiwezekana tukija na wazo la kuongeza ukubwa wa kituo chetu cha afya, basi tusipate tabu ya maeneo kwa ajili ya upanuzi wa kituo chetu cha afya.
Jingine la msingi, endeleeni kuimarisha amani katika maeneo yenu. Nimefurahi tumekuja hapa Igugwa, tumekuta vijana wetu wa sungusungu wakiwa imara sana, wako vizuri, na unaona wako tayari kwa ajili ya ulinzi wa amani ya maeneo yetu haya. Endeleeni kutunza tunu ya amani. Hatuna mbadala wa amani, hatuna mbadala wa Sikonge. Sikonge yetu ndio hii na sisi ndio wana Sikonge. Kufanya mchezo na neno la amani manake ni kutafuta kuhama Sikonge ili twende kwengine huko ambapo tutaitwa wageni, tutaitwa wakimbizi na maneno mengine ambayo yasiyofaa. Sisi tunaendelea kusitiza tu imani kubwa mlionayo kwa serikali yenu na kazi kubwa mlioipa ya kutunza amani ya nchi yetu. Hiyo kazi ndani ya serikali tutaifanya vizuri zaidi. Niwaombeni sana wananchi wenzangu, tuendelee kumpa ushirikiano mkubwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutekeleza majukumu yake, lakini pia tusiache kumwombea dua, kwa sababu kazi aliyonayo ya kusaidia Watanzania inataka nguvu, inataka maarifa, lakini pia inataka kupewa nguvu ili kuweza kusukuma mambo ya maendeleo vizuri. Ndugu zangu wana Sikonge, kama nilivyoeleza mwanzo, leo tumekuja kwa ajili ya shughuli kubwa ya kuja kuona shughuli za maendeleo, ikiwemo kuweka jiwe la msingi katika kituo chetu cha afya. Nimefurahi, nimetembelea jengo zuri, limejengwa vizuri, na kwa kweli jengo ambalo unaona kabisa afya ya mama wa Sikonge itaendelea kuimarika. Tumesikia juu ya maombi mbalimbali kama serikali. Nataka nikuhakikishieni, serikali itaendelea kuleta pesa kwa ajili ya maendeleo. La msingi, ile kamati inayosimamia ujenzi wa kituo chetu cha afya, simamieni ili thamani ya pesa iweze kuonekana katika kituo chetu cha afya. Tusingependa tuje kwa jambo zuri au nia nzuri inayofanywa na serikali yenu ikawa ndio mwanzo wa kufukuzana na baadaye kupelekana mahakamani kwa sababu ya ubadhirifu ambao umefanyika katika maeneo hayo. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nina hakika unaendelea kushuhudia ilani yako ikitekelezwa kwa maelezo ambayo yametolewa hapa na viongozi wote waliopata nafasi ya kusema, ukiwepo wewe mwenyewe. Ni wazi kuwa maendeleo Sikonge yanakwenda vizuri na ilani yako inaendelea kutekelezwa. La msingi, endeleeni kusimamia maendeleo katika maeneo yetu, endeleeni kuwasimamia viongozi wetu, na Chama cha Mapinduzi lazima kionyeshe kwamba ni chama kilichoshika dola hii kwa kuendelea kusimamia serikali yake. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kwa kizungu tunasema wabeja sana. Asanteni sana.